anaitwa Spark, ndio msanii maarufu kutoka kwenye game ya muziki wa Bongo Flava. Jina lake halisi anaitwa Suleiman Ramadhani Vunde. Bwana huyu ni mzaliwa wa Bumbuli, Bombo. Amezaliwa katika hospitali ya Bombo. Tukizungumza Bombo tunahitaji ya Tanga kama ufahamu. Yes, amezaliwa tarehe 25 Mei mwaka 1985 katika hospitali ya Bombo Tanga, na pia ni mtoto wa tatu katika familia ya watoto 6. Anasema katika miaka ya 80 wazazi wake walihama kutoka Tanga na wakaja Dar es Salaam maeneo ya Kijitonyama, na anaeleza kwamba safari yake ya muziki ilianza katika shule ya msingi Kijitonyama na ilikuwa zaidi katika shule ya sekondari hapo Kijitonyama, ambapo aligundua kipaji chake cha kuimba, na mabadiliko makubwa yalitokea pale ambapo alikutana na mtayarishaji wa muziki wa Bongo Flava Roy, Mwenyezi Mungu naye pia mpumzishe kwa amani, ambaye anasema alimsaidia kurekodi wimbo wake wa kwanza ambao ulifanya vizuri, ulikuwa unaitwa Ombi Langu. Yes, ambao ulipata umaarufu mkubwa sana wakati huo. Kwa hivyo anaeleza kuwa mafanikio hayo yalifanya yaweze kufika mpaka Tip Top Connection, ambapo alipofika Tip Top Connection alirekodi wimbo wake wa pili ambao unaitwa Usiniache, ambao ameshirikiana na Chidi Benz, na pia akatoa album yake ya kwanza ambayo ilikuwa na track kadhaa kama Najuta Kupenda, Nipe Ripoti ambayo tutakuwa tunaifahamu vizuri. Na baada ya hapo aliondoka zake akaachana na Tip Top, na mwaka 2010 akatoa wimbo unaitwa Tangu Nitoke Jela. Ni wimbo maarufu, wimbo pendwa ambao ulikuwa ni wimbo unapendwa sana na mashabiki wa muziki wa Bongo Flava. Kwa hivyo hii ni taarifa ambayo alikuwa anaitoa mwaka 2024, ambapo sasa alikuwa anarudi tena kwenye game baada ya ukimya wa muda mrefu, akiwaeleza mashabiki zake kwamba sasa hivi anarudi kwenye muziki na anafanya tena kazi ya muziki kikamilifu baada ya sauti hii kupotea kwenye game kwa muda mrefu. Tulizungumza naye The Throne. Sasa leo tumepokea taarifa ya kifo chake. Huyu anaitwa Spark. Kama ambavyo nimejaribu kuzungumza kwa ufupi kumhusu, ni kijana ambaye alikuwa na ladha ya kipekee kwenye muziki, rafiki wa karibu na Tundaman. Ilikuwa ni duo anaita. Ukisikia kazi zao pamoja unaona kabisa kuna ubunifu mkubwa sana kati yao, na nakumbuka kuna wakati Tunda alitoa story ya kusisimua sana kuwahusu wawili hawa, akieleza kwamba wakati wako Tip Top pale kuna tajiri mmoja alitaka kuweka mpunga wa kutosha tu ili awachukue kama timu, yani wafanye kazi pamoja kama ambavyo unasikia Chege na Temba. Ndio ilikuwa Tunda na Spark, lakini mambo hayakwenda vizuri. Tunda alikuwa na namna kuona kama ina faida kwa wakati ule, lakini Spark akasema embu. Hizo ni story ambazo najaribu kukumbuka Tunda ambazo alizungumza, lakini producer wetu Tony 16 anazungumza na Tundaman, na muda si mrefu atatuletea taarifa kamili hapa ya kifo cha mshikaji wetu Spark. Kwa hivyo kwa niaba ya timu ya The Throne, Chrome Media kiujumla, tunatoa pole kwa familia, ndugu, jamaa na marafiki kwa msiba huu mzito. Huyu ni kijana mwingine ambaye ametengeneza hisia kali sana za kimuziki. Legacy ipo kwenye Bongo Flava, na hana kazi hii tu kama ile. Amezungumza kuhusu mambo ya jela hapa. Madia anamuuliza vipi, ukaambia huku bwana, huku noma kabisa. 14 tafadhali naomba tupate kibao hicho tupate kumkumbuka mwanetu. Tupo mwaka wa mbele imewashika. Kapteni, kwanza pole sana kwa kufiwa au kuondokewa na rafiki. Nadhani sisi tunamuona kama ndugu kwako kwa namna ambavyo mmesafiri naye safari nzima ya muziki hadi leo hii. Umepokeaje taarifa za msiba, lakini pia hali ipoje kwa sasa? Nipigia kwa msikitiko mkubwa, na kibaya zaidi mtu hajaumwa. Iko ndio kitu ambacho kinaumiza zaidi, watu at least mtu anaumwa kidogo, mtu hajaumwa. Tangu jana wanaonekana sehemu tofauti wanapiga tu story, iko sawa. Sasa leo unasikia habari ya msiba, lazima kidogo uumie kidogo. Naumia sana kwa sababu ni ndugu yangu, ni familia yangu.
nilisikia hapo kwanza, sikuamini mpaka nafika hospitali ndio naamini kweli amefariki. Pole sana kaka. Labda kama unavyosema ni kifo cha ghafla na hakuwa anaumwa na nini, mara ya mwisho labda umewasiliana na Spark Tundamani ilikuwa ni lini, na unakumbuka mlikuwa mnaongea kuhusu kitu gani ambacho labda unaweza connect dots? Mara mwisho tulikutana pale, mara mwisho tulikutana kwenye train SGR, tunatoka Dodoma tunakuja huko kwa mimi na shosi mwingine na shosi mwingine, lakini tukakutana naye kwenye train ambapo kwa mimi msakasuma usemi wengi tuko kwa nikapiga story, nikampata tu alifunga kitambaa tu mdomoni kama vile kama barakoa hivi. Nikaambia vipi unaumwa? Akasema hamna, niko fresh tu, nimefunga tu. Nikaona basi poa, sio fresh basi sana noma. Bosi wanashanika na msaga basi poa, sisi vitu 8 kuna idea yake moja alikuwa amenipa, basi poa na noma, sisi tunalo kitaichora tutaiua. Kwa hiyo fresh tukatoka pale. Na jana tu niliambiwa na mwanao, mshikaji wako mwana yuko kwa Shebi Clever, sababu nikakaa Tabata, na Shebi Clever yuko Tabata. Mwanao yuko kwa Shebi Clever hapo. Nikaona sio kesi, hamna noma, basi sikuenda nikakausha tu. Sasa shangatu leo asubuhi na ndio atika kutoka kwa kitandani kwake alifariki, na wewe nikabidi naumie yani kabisa. Naanza kwa vipi mfanyakazi wake na ameniambia bwana alikuja tu jana usiku, bwana kamekea chakula kala, akamaliza kula chakula kala TV hapa, tunaangalia TV kaingia ndani kulala. Asubuhi sana namwambia na mgongele nipe la watoto shule, sababu anakaa watoto wake wawili na mfanyakazi yule alianza naye yule akae naye. Sasa kaamsha mkikabila jirani majana waamsha wakambeba mpaka hospitali, usema mbona yuko safariki muda mrefu. Kwa amefariki akiwa amelala, alipitiliza. Amelala. Okay, kwa hiyo sasa hivi mwili wake mmeuacha hospitali ili kuweza kuchunguza chanzo cha kifo chake. Ya nguvu mali pale hospitali. Kwa sababu tibidi tuchukue mwili uende Chamazi kwa babake. Kakake mkubwa akasema naye, tunachunguzeni tujue nini kilichomsibu, afu then ndio tupeleke Chamazi. Ukiachana na kwamba alikuwa na idea ambayo alikushirikisha na mkakubaliana mfanye pamoja na ukawa tayari, kuna mipango mingine ambayo labda unaijua ya Spark alikuwa ameipanga kwa ajili labda ya kazi zake ambavyo mlifanya kazi kwa ukubwa miaka yenu, au kuna mipango mingine ambayo aliweza kushirikisha pengine alikuwa anaitazamia kuifanya? Mipango yake mingi sasa hivi mimi siwezi kujua, lakini kuna nyimbo ambayo tushirikisha mimi na Yankila Msodoki, walikuwa na plan kila siku na tushoot sisi. Mimi tulikuwa na mambo yangu mengi na ingia hapa natoka, lakini ndio alikuwa na plan yake kuitoa hiyo ngoma na alikuwa na plan yake kushoot na kwa hiyo ndio plan yake ambayo niko naijua ni hiyo, kwa sababu nyimbo pia mimi nimerecord. Okay, sawa. Basi poleni sana kakaangu, naamini kwa taarifa nyingine zote ambazo zitajitokeza tutazipata, na Watanzania wanaendelea kumuombea pia apate pumziko jema. Kwa hiyo hadi sasa hivi bado haujatoka utaratibu rasmi? Bado hujatoka. Na mimi hapa nafikiri leo nitakujulisha. Hapa tuko hospitali tukutanika, lakini ndugu zake wengine wanataka afike hapa na utaratibu mwingine ujulikane. Sasa hivi upo hospitali? Tuko nguvu mali. Oh yeah, ni mazungumzo ya producer Tone 16 akiwa anazungumza na msanii Tundamani ambaye ni rafiki wa karibu na mtu ambaye amefanya kazi kwa ukaribu kweli na Spark. Kama ambavyo nilikwambia, walikuwa pamoja kwenye kundi moja Tip Top Connection, na wana track nyingi sana ambazo wamezifanya kwa mafanikio makubwa, na ndio maana unamsikia Tunda na kwamba yupo hospitali sasa hivi, ndio ujue kwamba ni watu ambao wameishi pamoja kwa muda mrefu wakifanya kazi ya sanaa kwa muda mrefu. Taarifa za awali ambazo umezisikia ni kifo ambacho kimetokea akiwa home Chadika, huko pata utulivu, usingizi, na ndio ikawa imeisha hivyo. Kwa hivyo tunaambiwa tukiwa tunalala basi tuombe, kwa sababu hatujui vifo vinatukuta wakati gani. Talizo wewe utulie unahangaika. Huyu hataja angekakaza kimya katulia amelala, lakini ahadi imefika. Kwa hivyo tunasubiri taarifa nyingine za kitaalam zaidi kutoka kwa madaktari, watueleze nini ambacho kimesababisha kifo cha Spark. Tunaendelea kutoa pole kwa ndugu, jamaa na marafiki wote ambao wameguswa na msiba huu. Mwaka wa mbele imewashika.